nipo kwenye moja ya site ambayo inasimamiwa na taasisi ya DM World. Nikasema siwezi kuondoka katika eneo hili mpaka niweze kuzungumza na fundi umeme, tukuzungumza na jamaa bwana. Ni wazee wa Ethirod, Neutral, sio vitu gani mambo kibao. Bwana, mambo vipi mzee? Sawa kiongozi. Bwana, kwa mambo mengine vipi? Mungu mwema ndugu yangu. Bwana, naona hapo unaendelea na zoezi la kuhakikisha kwamba sasa huu mji unaenda kukamilika na matajiri waweze kufika site kuweza kufanya biashara na taasisi ya DM World ambayo iko chini ya mkurugenzi ndugu yetu Daudi Limo. Pengine unaweza ukaniambia hatua yako kwa kweli binafsi umefikia wapi, una asilimia ngapi kuhakikisha kwamba unaenda kutukabidhi site yetu? Yaani mimi hapa baada ya dakika kama 30 nabakia tu upande wa serikali, maana tunazungumzia shirika la TANESCO. Okay. Kwa uzuri kio bosi wetu sisi bwana, kishampa quotation huwa kwanza mwanzoni kabisa akishapata eneo huwa anakuletea ramani. Okay. Huwa anatuita mafundi wa rangi wa ujenzi. Kwa hiyo huwa quotation, kila mtu anatoa quotation yake mwanzo kabisa. Kwa hiyo na yeye anafanya mahesabu yake. Kila mtu anakabidhiwa material yake kabla ya jengo halijaanza. Kwa hiyo kama kuna mtu anakuwa anafanya uwekezaji na huyu kiongozi, basi hakuna ambacho kinaharibika kwa sababu vitu vinaenda kwa wakati. Okay. Kipindi cha zamani mara nyingi sana katika wiring za nyumba ilikuwa inatumika 6 mm, lakini naiona ni 10 mm. Yeah. Ni kwa nini labda kuna changes zimeweza kufanyika kutoka kwenye 6 mm mpaka sasa hizi zimeweza kutumia 10 mm? Hiyo mara kwa sisi mimi naweza nikazungumzia kwenye kampuni yetu. Okay. Japokuwa bado mpaka sasa kuna baadhi ya mafundi wanatumia na tumekutana na changamoto sasa nyingine tunafunga mpaka 4 mm. Lakini kwa ujenzi wa bwana Daudi Limo, yeye huwa tunajenga nyumba za kisasa ambazo zinakuja kuwa na mifumo ya AC, kuna kuwa na water heater, kuna kuwa na kuka. Sasa endapo utaweka waya mdogo, manake mteja atakaye kuja mara nyingi hawezi kukuta kuna changamoto yote katika mahitaji ambayo nyumba ya kisasa inahitaji. Kwa hiyo mtu kama naye anajiweza akaja akaweka vifaa vile ambavyo yeye anahitaji kutumia kutokana na karne ambayo tunayo, basi lazima waya uta overheat, manake uta melt, utamletea changamoto ya kuongeza mpaka mita. Na upande wa TANESCO kama mita ikiungua, ikiwa sosi ni wewe mteja unasababisha, basi gharama ni za kwako. Okay. Lakini ukumbuke pia kama fundi umempata ambaye sio standard, basi hakuna kitu kibaya katika nyumba kama umeme, maana unaga majaribio. Okay. Kwa hiyo ukifanya tu kitu cha tofauti au cha nadhania, manake inapokuja kutokea changamoto, manake ni hasara kuanzia kwa bosi wetu mpaka mteja. Okay. Ndio. Huwa mara nyingi umesema kwamba taasisi mnafanya vitu ambavyo ni vya viwango vya hali ya juu kabisa. Labda MCB ambazo huwa zinatumika kuhakikisha kwamba zinakaa katika main switch ya nyumba hii ni MCB za kampuni gani? Tunatumia main switch za Tronic na Ifawote za Tronic. Okay. Na uzuri muuliza swali ambao ni la kitaalamu zaidi. Na uzuri utakuta kuna baadhi ya nyumba mtu anafunga tu main switch hata njia mbili kwa sababu sasa vitu vimekuwa viko vingi sana. Okay. Lakini hii issue ambayo nilianza mwanzo kuzungumzia masuala ya AC, water heater, una uzuri una idea kidogo kazungumzia kuhusu hii tunasema ni tail wire. Okay. Maana ndio ule waya mkubwa kabisa. Okay. Uzuri mzungu ameweka kila kitu kwa standard yake. Sisi huwa pia tukishamaliza kufanya wiring huwa tunafanya vipimo kabla hatujaingiza umeme. Okay. Kuhakikisha kila kitu kiko sawa, kuna insulation resistance, kujua kila kitu kipo sawa. Okay. Kwa mpaka tunaporuhusu TANESCO aje kufunga, basi mteja anakuwa yupo sehemu salama. Okay. Yeah. Majumba ambayo yanajengwa na taasisi ya DM World ni majumba ambayo ni ya kisasa ambayo ukitathmini kwa haraka ni majumba ambayo yanaweza kauzwa chini ya milioni 100 au milioni 100 kasoro. Lakini kwa nini mbona majumbani ya kisasa, lakini nimeona baadhi ya site ambazo nimezipitia ambazo ziko chini ya DM World, nimeona umeme ambao unaingia ni wa single phase na sio 3 phase. Na tumeweka single phase kwa sababu huku tulipo sisi wateja wetu wengi sana bado mahitaji yao hawajafikia kwenye 3 phase. Lakini tayari kwa sababu uzuri kiongozi wetu ni mtu ambaye ukimshauri jambo huwa anakusikiliza. Kama nilivyoanza awali, mara nyingi huwa anapata tu site huwa anatuita mafundi. Nataka ramani, anataka wa umeme, anataka wa huyu, tunakaa tunafanya budget. Kwa hiyo tayari tunaamini wateja waendelee kufuatilia mitandao yetu. Okay. Mazuri yanaendelea kuja. Okay. Kwa hiyo hivyo vitu pia vipo, lakini mara nyingi huwa tunapokeaga oda pia, bosi huwa anapokeaga oda kwa sababu kuna muda mtu anakuwa na kiasi chake. Okay. Kwa mfano unaweza kusema kwa jumba hii inatakiwa ifike thamani ya milioni 100, mtu anaweza kaja na milioni 30. Okay. Akakaa na kiongozi vizuri, akajengewa na akalipa kwa kiasi kutokana na mkataba alioingia. Kwa hiyo tayari hizo pia zipo kwenye project zetu ambazo zinafuata. Bwana sana, mimi sitaki nikusumbue sana kwa sababu kwenye majukumu kile tuweze kumaliza na hii. Wewe kama fundi nataka uweze kunifundisha kitu kimoja tu ambacho hichi ni faida yangu, lakini pia ni faida hata kwa watazamaji wa Sanga Media Tanzania. Nataka uweze kunifahamisha nini kazi ya neutral, nini kazi ya live na nini kazi ya F.
Sawa. Neutral na live manake ndio vitu ambavyo vina complete circuit, yani kukamilisha ile load, iwe ni taa, iwe ni feni, yani kitu ambacho wewe unakiwasha kukitumia, iwe ni TV. Manake tuseme watu ambao wamezoea, nakwambia ukishika wale kutetemesha, mara nyingi ile live ndio ambayo kuna kitu kinaitwa tester, ukipima ile inaonyesha. Lakini ukipata live tupu, manake hakuna kitu ambacho kwenye single phase, hakuna kitu ambacho kinaweza kikawaka, iwe ni feni, iwe ni taa, iwe ni pasi, iwe ni friji. Unapopata na neutral, manake pale ndo unakuwa complete circuit. Okay. Unapozungumza AC kwa ufupi, manake AC ndio protection ya upande wa umeme au ulinzi kwa Kiswahili, manake ni ulinzi kwa upande wa umeme. Na mwanzo nilizungumza kwa swala la vipimo, manake kabla tujaingiza tunasema tunapima insulation za waya, tunapima AC resistance zake kupata kipimo ambacho kipo sawa. Maana yake kawaida automatic ilivyo, huu umeme tunatumia sisi, umeme wa TANESCO. Okay. Lakini kuna huu na wengine wamezoea kusema wa solar, lakini tunasema sisi tunasema ni DC. Okay. Sawa. Huu ni mkondogeo, yani umeme ambao hautulii, upo kwenye wave. Niseme mawimbi. Okay. Sasa huo unapanda na kushuka. Lakini standard sisi umeme tunataka tutumie kwenye majumba yetu ni 220 mpaka 240. Lakini kwa kuwa utulii unaenda unafika mpaka 300. Unafika mara unashuka zaidi. Kwa hiyo katika protection ya AC tunasema zile overcurrent zote ambazo zinakuwa zinazidi. Basi kama AC yako iko vizuri, fundi aliyefanya wiring, ukipata fundi wa kampuni ya DML, okay, akishamaliza lazima afanye vipimo, basi wewe nyumba yako inakuwa iko salama. Hata ikitokea issue, mara nyingi watu wasemaga, hata baadhi ya mafundi nakwambia kwamba niweteki kachuzuia radi, anamaanisha ni earth rod. Okay. Lakini kiuhalisia hakuna anayeweza kuzuia radi, labda Mungu tu. Ila kama fundi ameweka AC ya ovyo na pia hajafanya vipimo, basi kawaida anapopiga radi huwa pia volti zinazidi kuongezeka. Okay. Kwa maana kama AC system haiko vizuri kwenye nyumba, ndio unakuta changamoto. Hata ikipiga tu mvua kinyesha sita inaungua, vitu vile vinaungua. Nadhani changamoto ile kwenye mizunguko wako ushakutana nayo. Okay. Lakini ukifuatilia kwenye site zetu hakujawahi kutokea changamoto kama hiyo. Okay. Bwana, kwanza binafsi ni kushukuru sana kwa sababu kwanza umenipa majibu ya kitaalamu, lakini pia umenishibisha. Asante sana kwa wasawa. Nashukuru sana kiongozi. Naam, nikizungumzia kwamba DML ni miongoni mwa taasisi ambazo zimeshiba kila sekta, na kila fundi kuzungumza naye, yani utamani kumaliza mahojiano, kwa maana wanakujibu kitaalamu, wanaonyesha wazi kwamba ni watu ambao walikaa darasani kuweza kujifunza, kila mtu katika taaluma yake. Na mimi kama mwenye taaluma ya utangazaji au uandishi bado sio kilaza, na ndio maana pia nimeweza kumuuliza baadhi ya maswali ya kitaalamu zaidi, na mafundi na wao wenyewe pia wameweza kunipa majibu ambayo yana ufanisi ndani yake. Lakini tulikuwa hapo katika site hii ambayo iko chini ya DML. DML ni kina nani? Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vyote vya ujenzi, wanapatikana mtaa wa Zogowali, lakini hapa ni ndani ya kata ya Zingiziwa. Lakini pia package nyingine ambayo ni ya kipekee sana, huwa wanaweza kukabidhi nyumba ukalipa asilimia kidogo, baada hapo ukawa unalipa kidogo hadi mji ukawa sasa ni mahususi, unakuwa ni mji wako. Package kama hii huwezi kuipata sehemu nyingine yote ile zaidi ya DML. Wacheki namba zao za simu zinapita hapo chini ya screen ili uweze kunufaika na matunda ambayo yanatengenezwa na mkurugenzi wa taasisi hii, ndugu yetu Daudi Limo.